Basi leo mpendwa, nimetamani kidogo kuzungumza kuhusu nguvu ya kuishi kwa kuwa na amani na Mungu. Amani ya Mungu ndani mwako, amani rohoni mwetu, kama ambavyo tumesikia katika wimbo huo wa utangulizi, amani ya nafsi. Masomo yanayotuongoza kutafakari natoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya 27. Yohane 14 aya 27. Somo lingine, waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya ya 7. Waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya ya 7. Waraka kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 15. Taanza kusoma katika injili hiyo ya Yohane sura ya 14 aya ya 27. Yesu anatuambia, amani na wacheni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Vile vile katika waraka kwa mtume Paulo kwa Wafilipi sura hiyo ya 4 aya ya 7. Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Basi wapendwa, katika zawadi kubwa ambayo tunaweza kusema Bwana wetu na Mwokozi wetu ametupatia, ukitoa zawadi ya wokovu kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Lakini tunda la kwanza la ufufuko, tunasoma kwamba anapofufuka anawaambia wafuasi wake, amani yangu nawapa, amani yangu nawacheni. Sehemu ambayo kila wakati tunapohudhuria misa tunaambiwa mwisho Yesu anatubariki akitupa tena tunda hilo hilo, zawadi hiyo, nendeni na amani, nendeni na amani, nendeni na amani. Lakini tunaelewa kwamba katika maisha yetu mara nyingi, labda kwa mambo ambayo yametupata, tumepoteza amani, au kwa sababu ya wasiwasi na woga wa mambo mengi katika maisha yetu, amani inapotea. Labda kuna wengine wamekuwa sababu ya sisi kupoteza amani katika maisha. Lakini amani imetajwa mara nyingi katika maandiko matakatifu, hasa amani ya roho. Kwa leo ningetamani tuzungumze kidogo namna gani basi tutailinda hii amani ambayo Mungu anataka tuwe nayo. Na tungeweza kusema katika kitu ambacho unapaswa kukilinda katika maisha yako ni amani. Amani, hasa na amani ya nafsi yako. Kwa sababu bila hiyo, haijalishi uwe na nini, uwe na chochote utakachokuwa nacho, lakini ukipoteza amani umepoteza kila kitu. Amani lazima ilindwe kwa wivu mkubwa sana katika maisha yetu. Amani lazima ilindwe kwa wivu mkubwa sana. Na ni mlango ule ambao adui anautumia katika maisha yetu kutuwekea hofu ambayo itatuondolea amani, na hivyo inadhoofisha imani, inadhoofisha nafsi, inadhoofisha miili yetu pindi tunapoipoteza amani. Kwa hiyo amani ni tunda ambalo la Roho Mtakatifu ambalo linapaswa kulindwa kwa nguvu zote, hasa ile amani ya kimungu. Haimaanishi kwamba tutapita katika majaribu au magumu. Napaswa kama Bwana wetu Yesu Kristo
ndani mwake hata wakati wa dhoruba, ndiyo amani tunayomuomba Mwenyezi Mungu. Hata wakati mwingine vifungo vyetu vingi ambavyo tunavyo vimesababishwa na kupoteza amani katika nafsi yetu. La kwanza tutambue kwamba amani ni zawadi ya Mungu. Ni zawadi ya Mungu. Na mara kwa mara Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kila alipokuwa akiwaponya watu, alikuwa anawaambia labda enenda, imani yako imekuponya, enenda uwe na amani, usiwe na msiba huo tena, kama anavyomwambia yule mama aliyetokwa na damu kwa muda mrefu. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 8. Injili ya Luka sura ya 8 aya ya 48. Luka sura ya 8 aya 48. Nasema akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Enenda zako na amani. Huenda hata pamoja na uponyaji aliyoupata huyu binti, labda angerudi huyu mwanamke aliyeponywa ugonjwa wake kwa muda kwa muda mrefu, labda angerudi na mashaka kwamba labda watu watanionaje, wataniambiaje, labda maneno watakayosema juu yangu yanaweza yakaribu amani hata kama nimepata uponyaji. Kwa hiyo tunaweza tukapokea uponyaji, lakini kuna mambo ambayo yanatupata ambayo tunashindwa hata kutambua ule uponyaji wa Mungu ambao umefanyika ndani mwetu. Kwa hiyo hii pumziko la kiroho tunalolitafuta, kuwa na amani, nimesema ni tunda muhimu sana kwenye maisha yetu. Muhimu sana. Na mlango huu ukifunguka, mlango wa hofu, mlango wa mashaka, mlango wa kukosa utulivu, basi tambua kwamba umepoteza zawadi kubwa sana katika maisha yako. Hivyo sharti ilindwe. Kwa kuwa amani hulinda afya ya mwili na akili. Tunajua kwamba katika kizazi chetu na katika nyakati zetu, mambo mengi tunayopitia, hasa magonjwa ya kimwili, tunaambiwa kwamba yanasababishwa na watu kupoteza amani. Hapa tuongelei amani kama ambavyo tunaisikia ikihubiriwa katika mataifa, kwamba amani ya kutokuwa na vita, lakini tunaongelea amani in spite of kwamba kuna vita au hakuna vita, amani ya nafsi, amani ya roho. Hiyo ndiyo ambayo leo nimesema tuitazame kwa makini. Biblia inatufundisha, ikituambia kama tulivyozungumza juzi, kwamba tusijisumbue kwa neno lote. Haja zetu zijulikane na Mungu. Waraka Mtume Paulo kwa Filipi sura 4 aya 6 ya 7. Kwa hiyo amani ya Mungu inalinda mwili, inalinda roho. Inalinda mwili, inalinda roho. Amani ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu hushinda hofu na wasiwasi, kama ambavyo Yesu anawaambia kwamba msiogope. Katika Injili hiyo tumesikia, Injili ya Yohana, anamwambia amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia, mimi nitakayokupa si kama ulimwengu toavyo. Kwa hiyo msiwe na hofu wala wasiwasi. Na lingine ni kutambua kwamba dhoruba katika maisha ni za muda. Mitihani ya maisha haidumu. Hilo ambalo linakunyima amani leo, kesho unaweza kulitazama ukasema, kwa nini Mungu nilipoteza muda mrefu katika jambo hili ambalo lilinyima amani kwa muda mrefu? Mtoto unayemwaza sana leo, ukifikiria future yake na kukunyima usingizi, baadaye utashangaa jinsi ambavyo Mungu anatenda, ikiwa tu umemkabidhi kwa Mungu na kumwambia Mungu, you take over. Yale tunayoyaogopa kwa sasa, ambayo yanatuondolea amani, yanatupa huzuni, tutambue kwamba tukiwa na subira tutaona mwisho wa hizo dhoruba zinazotuondolea amani. Waraka Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 2, waraka wa pili Mtume Paulo kwa Korinto sura 4 ya 17 anasema, kwa maana huzuni yetu ya sasa iliyo ya muda mfupi na nyepesi, ambayo inatupatia uzito wa milele wa utukufu ulio mwingi sana. Huzuni yetu ni ya muda. Hicho ambacho kinanipa hofu na mashaka na kunilea amani, tambua kwamba hakitadumu. Amani
inatupatia vile vile kwamba katika amani ndipo palipo na mafanikio, na itatupa nguvu, hasa kutambua ile nguvu ya ndani mwetu ambayo hofu na mashaka, amani inapotoweka, huwa ile nguvu ambayo tunakuwa wakati mwingine tunakuwa na ile self doubt. Amani itatuletea mafanikio. Yesu anatuambia tujipe moyo, tusiogope, yeye ameushinda ulimwengu. Jipe moyo katika hilo ambalo linakuletea changamoto, kuna ushindi nyuma yake. Labda wakati mwingine nini ambacho kinatufanya tupoteze amani? Tupoteze amani. Mara nyingi hofu ya maumivu ambayo labda tumepitia, labda inatufanya tuzuie hata msamaha, inatuletea ukosefu wa amani. Tunaweza tukatoa mfano, ni sawasawa na mgonjwa labda anayeumwa au amepata kidonda. Kama ulishapata kidonda na labda kidonda kile hakijapona vizuri au hakijafunga vizuri, kwa nje kinaonekana kimefunga lakini kwa ndani hakijafunga kabisa, basi unapokwenda hospitali daktari anakuambia lazima tukifungue tena, tukikwangue, ili sasa tuweze kuweka dawa upya uweze kupona. Lakini kwa sababu tunaogopa maumivu tutakayopata wakati wa kukwanguliwa, tunasema basi ni afadhali nibaki na yale maumivu yangu, kwa sababu nina hiyo hofu ya maumivu. Na wakati mwingine tunaweza tukakaa katika mfungo huo kusema kuliko hichi kifunguliwe, kuliko niyafungue haya maumivu kuliko niruhusu maumivu niyapate, ni afadhali nibaki na haya ambayo naona labda ni machache. Kwa hiyo tunatambua hapa, ili nipate amani, vile vile msamaha ni muhimu kwa uponyaji wa hisia na kupata uhuru wa kweli, kwa kuwa uchungu ni kama jeraha ambalo halitibiki. Amani inatuletea utakatifu na neema. Tunasoma hayo katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 14 hadi ya 15, ambayo inatuambia kwamba tutafute amani na watu wote. Taangalia baadaye vitendo ambavyo tunapaswa kuvifanya katika kutafuta amani. Tutafute amani na watu wote. Kama ambavyo uchungu unasababisha uozo wa kiroho, unaharibu fadhila nyingi za kiroho, ndivyo ambavyo msamaha humhifadhi Mungu maishani mwako. Kwa hiyo anayechagua kubaki na kitu ambacho labda kilimletea uchungu moyoni na kinamuondolea amani, nasema ni kuchagua kubaki na kinyongo ni sawa na kumuondoa Mungu maishani mwako. Imani ya kweli inahitaji msamaha, hata kama inakuletea usumbufu. Ni afadhali kubaki na Mungu na kupokea baraka zake kuliko kubaki na uchungu. Sasa tufanye nini? Matendo gani ambayo tutayafanya au utayafanya ambayo yataonesha kwamba niko tayari au ninailinda amani yangu na kuitafuta? Jambo la kwanza ni kuamua kwa moyo wako wote kila asubuhi kwamba nitaishi kwa amani bila kujali mazingira yangu au lolote ambalo ninapata. Nitajitahidi kuishi kwa amani kila siku. La pili, nijifunze kusamehe kwa haraka, kuachilia. Biblia inatuambia kwamba tusikae na hasira kutwa nzima. Usiende kulala nikiwa na hasira, nikiwa kuna jambo sijaliachilia. Daima samehe mara moja na songa mbele, si kwa faida ya unayomsamehe bali kwa faida yako. Hilo litakupa amani sana ya nafsi yako. Kila wakati unapokosewa, sema pale pale, hata kama kuna maumivu, sema nimeliachilia hili hapa. Mungu nipe neema
ya kwenda mbele zaidi. Tunamtazama Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye anatutangazia msamaha akiwa katika maumivu makali sana ya msalabani. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Na hata kama kwa wakati huo sina nguvu ya kusamehe, basi nimwombe Mungu ndani mwangu, nimwombe Mungu, kwa sasa unajua jinsi jambo hili lilivyonipa maumivu na kuruhusu nisaidie kusamehe. Samehe kwa niaba yangu. Nisaidie. Samehe na move on. Tendo lingine takalo tusaidia kuishi maisha ya amani, tusitarajie kwamba ukamilifu kwa wengine. Kila mtu ana mapungufu yake, na hivyo tunapaswa kuishi kwa kuvumiliana. Hakuna hata mara moja. Unajua wakati mwingine tunapoteza amani yetu kwa sababu tumeweka high expectations kwa watu. Nasema kama tumeweka watu katika level ambayo ni ya juu zaidi, kiasi kwamba tumeweka watu kama malaika. Kila mmoja wetu, haijalishi ni mimi kama kuhani wako, mzazi wako, mtoto wako, mume wako, mke wako, hakuna yoyote ambaye unaweza kuweka matarajio makubwa sana. Sababu kadiri ya matarajio yetu ndivyo ambavyo maumivu yetu yanakuwa makubwa. Kwa hiyo tuelewe kwamba kila mmoja wetu anayo mapungufu. Niombe neema ya kuwavumilia wengine badala ya kutaka wengine wawe wakamilifu. Ukiwaforce watu waishi vile unavyotaka wewe, ni kama mimi nimejigeuza Mungu, nataka watu wafuate kanuni na matakwa yangu na sio vile Mungu alivyoomba au anavyowaongoza. Jambo lingine, tambua kwamba furaha ya kweli yatoka kwa Mungu. Na hivyo nisitegemee furaha yoyote kutoka kwa wengine au kutoka kwa watu peke yao. Kama ambavyo nasema tusiweke matarajio kwamba maisha yangu yanamtegemea fulani ili niweze kuishi kwa furaha. Mungu peke yake ndiyo faraja yako na furaha yako. Na kama nikitegemea wengine wanipe furaha, basi mimi nitaishi maisha ya huzuni. Na kila wakati nitatamani fulani afanye kitu fulani ili na mimi niwe na furaha. Kwa nini basi nisiitafute furaha ya ndani ya kweli, furaha ya moyoni, furaha ambayo haitegemei mazingira? Kama ambavyo tunasema kuna tofauti kati ya raha na furaha. Wanadamu wengi katika ulimwengu huu tunatafuta raha, lakini hatutafuti furaha. Ningeweza kusema kwa Kiingereza, it's not joy. Hatutafuti joy, tunatafuta happiness. Na happiness inategemeana na happenings, chochote kinachotuzunguka. Kwa hiyo daima nitambue kwamba mimi furaha yangu inatoka kwa Mungu, na daima kila wakati ninafurahi. Sasa nasema kwamba nina tabasamu si kwa sababu nina furaha, lakini kule kutabasamu kwangu kutaniletea furaha. Tambua kwamba vikwazo na makwazo yapo. Na kama ukiyaona, tambua huu ni mtego wa yule adui kutaka kukunyima amani yako na furaha yako. Lingine ambalo mara nyingi tunakumbana nalo na linatupotezea amani tulionayo, usipoteze nguvu katika mambo madogo yasiyo na maana au yasiyo na matokeo. Tungeweza kusema choose your battle. Chagua vita vya kupigana. Si kila vita ni vya kupigana. Ukiwa unasafiri au unatembea ukageuka nyuma kila mbwa anapobweka, unaweza usifike hiyo safari. Kwa kuna wakati mwingine chagua, kwa sababu yule adui hutuwekea vitu ambavyo unasema vingine ni vidogo tu. Unaweza kawa mtu labda hakukusalimia. Sasa unaweza ukaishi siku nzima ukiwaza kwa nini fulani leo hajanisalimia? Ukaanza kuwaza nilimkosea nini? Jana aliniangalia fulani vibaya. Mambo madogo yasiyo na msingi. What is salamu?
akikusalimia sawa, ukimsalimia kaitika sawa, asipoitika vile vile ni sawa. Lakini jambo dogo kama hilo lisikuondolee amani nafsini mwako. Lisikuondolee amani nafsini mwako. Nimesema chagua vitu vya msingi. Tunasoma katika maisha ya watakatifu katika Biblia. Kusoma katika kitabu cha Wafalme, Daudi mwenyewe anapoenda mara ya kwanza anakutana na Goliati. Kabla hajafika kwa Goliati, hawa vijana aliotumwa kuwapelekea chakula walianza kumdharau Daudi. Tunaambiwa Daudi aliwapuuza, akaenda mbele na akaenda kupambana na Goliati. Sasa unaweza kupambana na watu ambao si vita vikubwa ambavyo Mungu amekutayarisha. Kwa hiyo wako nyuma drain you, kukuvunja nguvu, ili yale makubwa ambayo unapaswa kweli kupambana nayo, ukifika huo umechoka kabisa. Wewe niombe Mungu Roho Mtakatifu aniongoze na kutambua kwamba hii ni ile mbinu ya yule adui ambaye anataka mimi nishughulike na ile ambalo ni dogo kabisa, nikasahau lile ambalo ni kubwa. Ningeweza kusema lile ambalo linahusu wito wako wa msingi kuliko jambo lingine lolote. Kwa hiyo chagua vita. Not every battle is worthy you fighting for. Si kila vita vina maana ya wewe kupigana. Lingine, kama leo mtandao uko vizuri, ningeomba kwenye comment section tuambiane kama tunasikilizana vizuri. Nasema onyesha wema kwa wenye kukosea. Jifunze kuwatendea wema wale walio kukosea, kwa sababu inaonesha zaidi jinsi ambavyo wewe ulivyo ndani mwako. Mara nyingi natoa mfano, nasema usipomsalimia yule ambaye unamsalimia itiki, na wewe ukasema basi nachana naye na kaa kimya, tabia yako ni njema. Kwa nini tabia mbaya ya mtu ibadilishe tabia yako njema? Endelea kuishi tabia yako njema. Mkarimu kwa watu. Endelea, ikiwa hata wao hawafanyi, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na fanya kwa ajili ya nafsi yako. Mungu akupe hekima vile vile kulinda amani yako kwa kujizuia, kuishi maisha ya ukimya, maisha ya kwako binafsi. Mara nyingi tunapoteza amani yetu kwa mengi tunayoyaongea. Naweza kuwa mashuhuda kwamba unaweza, kama nisingesema neno fulani, nisingesema kitu fulani, labda ningebaki na amani yangu. Lakini we talk too much. Wacha Mungu aonekane. Wacha Mungu akupiganie. Wacha Mungu aseme kwa niaba yako. Si kila kitu cha kusema, si kila kitu cha kujibu, si kila mahali pa kujitetea. Kuna wakati ni kumwachia Mwenyezi Mungu. Mdomo wangu ufungwe, nitulie katika amani ya Mungu. Chunguza kwenye maisha yako, unafuatilia nini? Wewe ni mwepesi wa kuwa unafuatilia nini? Manake mara nyingi tunapoteza amani kwa yale mambo tunayoyafuatilia. Nasema kwamba kama haujaambiwa usiulize. Sema kuna wakati mwingine mtu anakuwa very nosy. Yani you want to know everything. Unataka kujua kila kitu. Hapo unajipeleka kwenye mtego wa kupoteza amani yako. Kuna vingine ukijua vitakupotezea amani yako. Anasema hakuna mwingine akikwambia. Sema kuna wale wengine ambao wanataka fulani, nasema kina mama huko, nasema una shoga zako, kuna jambo ambalo anakuambia
linakuondolea amani au linakuvunjia kabisa imani ulionayo hata kwa Mungu au kwa nini kwa watu. Kwa hiyo niwe makini sana ninachosikiliza, ninachofuatilia. Kama jambo lipo utalijua tu, unahitaji kuliangaikia au kulitafuta. Na kama Mungu ataleta kwako, analeta kwa sababu kuna sababu fulani. Kwa hiyo kama unataka kujua kila kitu, utaishi maisha ambayo yanakosa amani. Yanakosa amani. Kadiri unavyojua mengi, tambua kabisa vile vile kwako yatatakwa mengi. Hata kama yale unayojua ni mabaya, Mungu atakutaka ujue kwa hayo uliyoyafahamu umefanya nini. Kwa hiyo kuna wakati ukisema there is a bliss in not knowing much. There is a blessing in not knowing so much. Because nikijua nitadaiwa. Si kwa sababu ya uzembe wangu, lakini kwa sababu ya yale ambayo ninayafahamu. Aliseme niridhike. Sasa ukitaka kuchunguza na kujua maisha ya kila mtu, ya kwako, ya familia yako ya kutoshi, unaenda kupoteza amani tena kwa ya mwingine. Kwa hiyo kuna watu wengine tunapoteza amani kwa namna hiyo. Tambua kwamba huwezi kuwaridhisha watu wote. Ni kweli hutaweza kumfurahisha kila mtu kila wakati. Lakini maandiko yanasema vizuri, kitabu cha Matendo ya Mitume sura 5:29 inasema imetupasa kumtii Mungu na wala si mwanadamu. Cha muhimu kwa kisha hili nalolifanya ni utii kwa Mwenyezi Mungu, ninamtii Mungu, au ninatamani kuwa people pleaser, kuwapendezesha watu. Amani ya kweli inatutaka vile vile kutambua kwamba tunapaswa kumtumainia Mwenyezi Mungu wala si kuzitumainia akili zetu. Hatuwezi kuwa na amani ya kweli bila kuwa na imani thabiti kwa Mungu. Tumaini letu kwa Mungu ndilo litakaloleta furaha na amani. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 15 aya ya 13. Kingine kitakachotupa amani kutambua kwamba Mungu amekuita, ameniita ili kuzaa matunda. Ni lazima kujifunza kusema hapana kwa baadhi ya mambo ili tuwe na nafasi ya kupumzika na kutafakari. Kwa mfano tumesema katika kipindi hiki tutenge nafasi walau ya robo saa kukaa na kufanya tafakari. Lakini kuna wakati mwingine tumeweka ratiba yetu mambo mengi kiasi kwamba ule muda, hata muda wa tafakari haupo. Na kama hatuna muda wa tafakari, basi tusitegemee kuwa na watu wa amani. Mwenye amani ya moyo ni mtu mwenye tafakari. Na tunasema si kwamba hana matatizo, si kwamba hana mambo makubwa yanayoendelea kwenye maisha yake, lakini ametambua kuweka vipaumbele kwenye maisha yake. Ameipanga ratiba ya maisha yake vizuri. Si kila jambo anaingia. Kwa hiyo hapa, ili niwe na amani, kuna wakati nijifunze kusema hapana. Nijifunze kusema hapana. Yesu anatuambia ndio yetu iwe ndio na sio yetu iwe sio. Hili labda nitoe kwa mfano. Unaalikwa kwenye sherehe au mwenzako anakuambia labda twende mahali fulani. Haukutaka kwenda, lakini kwa sababu unaogopa kumkosea au kumkwaza mwenzako, unasema basi sawa, niko tayari twende. Lakini tangu mwanzo moyo wako haukutaka. Kwa hiyo unakwenda katika sherehe au katika function fulani. Ukifika pale upo tu kwa sababu ulitaka kumridhisha fulani. Kwa hiyo muda wote moyo wako hauna amani. Kwa nini sasa ulikwenda? Kadiri unavyokuwa na Mungu anavyokupa umri, kuna mambo ambayo ufike na kusema kwamba nikisema ndio ni ndio. Ile jambo nitaingia kwa miguu miwili
na nitakuwa na amani kulifanya. Na nikisema hapana ni hapana. Nisikasirike vile vile pindi ninapoambiwa hapana na mwingine, kwa sababu naye ana uhuru wa kuchagua. Lakini nikiogopa kumkwaza yoyote kwa sababu tu nikawa napenda kuwaridhisha watu, basi nitaishi maisha mabaya yasiyo na amani. Kwa hili ni wakumbusha na kufundisha hasa vijana, kuna nguvu katika kusema hapana. Mambo mengi ambayo labda tunayahangaikia sasa, unaweza kurudi nyuma unasema, kama ningalisema hapana, labda ningekuwa na amani zaidi kuliko niliyokuwa nayo leo. Tumombe Mwenyezi Mungu akupe nafasi kwamba na neema ya kusema hapana. Jambo lingine litakalo tusaidia kuitunza amani ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu, nimesema kuto kuingilia mambo ya wengine. Nimesema tena, mambo ya udaku, kujishughulisha na mambo ya wengine. Mtume Paulo anasema pale anasema kuna watu ambao hawafanyi kazi yao ni kujishughulisha na mambo ya wengine. Akasema sifanye kazi na asili. Waraka Mtume Paulo kwa Thessaloniki sura ya 10, sura ya 4 aya 11. Kujihusisha sana na mambo ya watu wengine kuna tupotezea amani. Zama zetu kuna msemo kwamba nasema ukihitajika utaitwa. Watu watakutafuta. Usihangaike kujipeleka kwao. Usihangaike kuitafuta thamani yako. Kama ambavyo dhahabu utafutwa kwa bidii, ndivyo ambavyo nafasi yako ikifika, thamani yako ikionekana, watu wataifuata. Tujifunze vile vile kuishi maisha ya nasema maisha mepesi, simplicity. Kwa hiyo nasema nisiwe na maisha ambayo ni complicated. Mwache Yesu awe mfano wako. Yesu ambaye alijua kuitafuta na kuizingatia amani, alitenga na kupata muda wa faraga, kuomba na kupata pumziko. Tunapomtafuta Yesu na tunapoendelea kusali, tutambue kwamba yeye peke yake ndiye mfalme wa amani. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 aya 6. Hili ni tunda kubwa la Roho ambalo tunapaswa kulivumilia na kulichuchumilia kwa sala kila wakati, kumwomba Mwenyezi Mungu daima usipoteze amani yako. Na kama kuna mambo ambayo yamepoteza amani yako, siku ya leo mwambie Yesu, nahitaji amani yako. Kuna sala ya mshale, ni sala ambayo napenda kuisali. Na labda kabla sijisahau nitoe kwako. Kila wakati kuna jambo ambalo unaona linataka kupotezea amani yako, sali sala hii. Isali kama unavyoisali Rozari ya huruma ya Mungu, kwa maneno haya: Yesu Kristo, mfalme wa amani, ujaze moyo wangu amani yako. Yesu Kristo, mfalme wa amani, ujaze moyo wangu amani yako. Sali hiyo sala mpaka utakapojisikia ndani mwako amani imerudi. Nimesema Mungu anaweza kukupa kila kitu katika ulimwengu huu, lakini kama amani ikipotea, hayo mengine yote hayana thamani. Hata ule uzuri ambao ungepaswa kuona hauoni, kwa sababu ndani mwako hakuna amani. Pindi amani inapopatikana, yote yanaonekana sawa, yote yanaonekana mazuri, magumu yanaonekana yatakwisha. Yale ambayo yanakutia hofu na yaona kabisa Mungu, hata hili litapita. Ninatulia
ndani mwako. Mtakatifu Papa Yohane wa 23 tunasoma katika historia. Mpo jamani? Sije nikawa naongea mwenyewe hapa. Naona wachache, wengine comment leo tuko wachache hivi. Au leo tumewahi kidogo. Mtakatifu Yohane Paulo wa 23 alizoea kusema kwamba anasema mara baada, huyu alikuwa ni papa. Watu waliokaa karibu alisema katika sala yake ya jioni alipomaliza kufanya kazi zote na nini, alikaa akamweleza Mungu kwamba siku yangu imekwenda hivi. Kuna kiongozi labda alikuja huyu wa dunia akasema hivi, kuna matatizo haya ameniletea ya kanisa na nini. Na baada ya kumletea Mungu maombi yake na siku nzima ilivyokwenda, alimwambia Bwana, mimi nakwenda kulala. Naomba niruhusu niende kulala. After all, this is your church. It is not mine. Hili ni kanisa lako, sio langu. Naomba nilale, nipumzike. Basi, siku imeisha. Ilikuwa sala yake. Sala ya mwisho, sala ya amani. Kusema kwamba haya yote nimekukabidhi wewe, mimi naomba nikalale. Sasa tupo ambao labda tunakosa usingizi kwa yale ambayo tuliona mashaka nayo. Hapo kuna wakati kumwambia Mungu, hili nakukabidhi, nijalie nipumzike, nijalie nilale. Si vizuri kumuona mtoto mdogo, watu hawajafikisha hata miaka 70 80 tayari wanaonesha sura ya uzee kwa sababu ya yale ambayo yanawakosesha amani, yale ambayo wanayawaza mbele yao. Si vizuri. Na washukuru wale ambao mnasema tupo pamoja. Si vizuri. Wasiwasi ambao unaondoa amani, wasiwasi unaotufanya tuamke usiku. Na hapa nawakumbusha watoto wangu hapa kwamba sipendi sana au si encourage sana wale watu wanaoamka usiku saa 8 saa ngapi mkisali, mkifikiri mnatenda tendo la ziada. Hata wengine tumeambiwa kwamba sala za usiku ni za usiku wa manane Mungu anazisikia hizo zaidi kuliko wakati mwingine. Uongo. Mungu anasikia sala wakati wote. Ametenga mchana na usiku. Usiku tupumzike, tulale. Inapofika usiku, lala. Tena hata ukilala masaa yote, hata usipopata nafasi ya kuamka, ni vizuri zaidi. Kwa sababu anakupa nafasi kesho ya kufanya vizuri zaidi. Una maana yake. Sasa ambao tunadanganyika kusema kwamba shetani anafanya kazi usiku tu, kwani shetani mchana amelala? Naulize. Kila wakati anafanya kazi, yeye ni roho, hahitaji kupumzika. Anafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo, ikiwa una uwezo wa kupumzika, pumzika. Na muombe Mwenyezi Mungu akupe neema hiyo ya usingizi. Leo naombea wale wote kwa jina la Yesu, wale wote ambao wana shida hata ya kupumzika usiku. Mungu awape pumziko. Mungu akupe pumziko. Pumziko ukijua kwamba yote uliyomkabidhi Mwenyezi Mungu anashughulika nayo. Kama ambavyo vitu husitawi, hukua, mbegu huota ikiwa imefukiwa ardhini katika giza, katika utulivu, taratibu, ndivyo ambavyo yale utakayomkabidhi Mwenyezi Mungu. Mara baada ya hapa kusali, kalale, ikapumzike. Ombe Mungu akupe amani yako. Si vizuri hata kidogo kupoteza usingizi. Si vizuri hata kidogo kuwaza kiasi kwamba cha kufika mahali unataka kusema basi nisiishi kwa sababu amani imeondoka. Tambua ni wewe na Mungu wako. Wewe na Mungu, mkabidhi Mungu. Wale wenye watoto, tambua kwamba watoto hao kwanza si wako. Wewe umepewa tu kama mlezi hapo ulimwenguni. Kwanza wanaitwa watoto wa Mwenyezi Mungu. Aliyewaleta hapa anajua kesho yao, anajua wao watakuwa nani. Kwa hiyo ukiishia kukaa na wasiwasi na kupata magonjwa, tayari unatenda dhambi. Kesho yako anaijua Mungu. Na roho yako ina thamani zaidi kuliko hicho ambacho ina wasiwasi na mashaka nacho. Na mengi tulikuwa na wasiwasi na mashaka nayo, 99.9 hayawi vile ambavyo tulitegemea yakawa. Mungu yabadilisha. Zaidi tutakachofanya, tutamruhusu yule mwovu avute kile ambacho tuna wasiwasi nacho na kitokee. Na mara nyingi tulichokuwa na wasiwasi nacho ndicho tunachoenda ukipata, ndio mashaka tunayokuwa nayo. Ni vizuri. Ni vizuri. Mungu anatutaka
tuishi muda mrefu, tuishi maisha mazuri, tuwe na umri mkubwa, lakini hatuwezi kuwa na umri mkubwa bila kuitafuta amani na kuizingatia. Kuna mambo mengine nasema tujifunze kuyapuuza yale yasiyo na msingi. Tafuta amani yako. Tafuta amani yako na uilinde. Na chochote ambacho nitakiona kinakuja kati yako na amani yako, ukikimbie na kukiogopa kama ukoma. Kuna wakati mwingine kwa kutokujiheshimu, kuna mambo kadhaa hapa nimeyapata labda yatusaidie vile vile. Nimesema jambo ambalo hujaambiwa usiulize. Kama mtu hawezi kuweka wazi jambo lake, usimshinikize. Ni bora kuelekeza nguvu zako kwenye mahusiano yenye mawasiliano ya uwazi. Kuna wakati mwingine labda tunapewa sema unaalikwa dakika ya mwisho. Kataa kwa heshima. Ikiwa mtu hakuona thamani yako tangu mwanzo, basi usilazimishe kujipa thamani wakati wa mwisho. Heshimu mipaka yako. Ukiwa umeachwa kwa makusudi, usijilazimishe kuhudhuria. Ukienda mahali hujaheshimiwa, usitake watu wakuheshimu. Kwanza tumia nafasi hiyo, mwambie Mungu nakushukuru kwa nafasi hata walionionyesha kwamba mimi mbele yako wewe unanijua zaidi. Sihitaji heshima yoyote kwa sababu ya makosa yangu na ukosefu. Ikiwa watu hawajakuweka katika mipango yao, wewe upo katika part of their plan, usilazimishe kuwa part of their plan. Ikiwa mara kwa mara wewe ndio unaanzisha jambo, punguza. Ukihisi watu wanakutumia, weka mipaka. Tambua kiasi na weka mipaka. Watu sahihi wataheshimu mchango wako. Ukiona wengine wanakuchukulia poa, jithamini peke yako. Jipe thamani ambayo yatoka kwa Mungu. Wapendwa, itoshe kusema hayo ambayo nimeyasema siku ya leo. Na labda Mungu atatupa nafasi tena, tutazungumza wakati mwingine. Lakini jambo hili ambalo tumeliongea siku ya leo lina maana sana katika kuitunza amani yako. Usipoteze amani. Usipoteze. Gharama ya kuitafuta ni kubwa sana. Binafsi nafahamu pindi ninapoipoteza amani, price ninayolipa ni kubwa. Bila shaka nawe utakuwa unajua hilo. Hakikisha basi unailinda amani kwa gharama kubwa, kama zawadi kubwa uliyopewa na Mungu. Na kila wakati tunaposali ndani ya misa takatifu, hasa wakati ule tunaposali sala Baba yetu, tunasikia pale anasema Bwana wetu Yesu Kristo aliyewaambia mitume wake, amani yangu nawaachia, amani yangu nawapa. Sema kimoyo moyo, Yesu napokea amani yako. Yesu napokea amani yako. Yesu nijalie amani yako. Pale sema kimoyo moyo, nimepokea amani hiyo. Na pindi mwisho tunapoagwa, sio kibwagizo kile cha kuambiwa nende na amani. Ni amani ya Mungu, mwambie naipokea hii amani na nakwenda kukabiliana na chochote kwenye maisha yangu nikiwa na amani ya Mungu. Mungu awape amani. Na kama kuna chochote kwenye maisha yenu au maisha yako wewe ambaye unanisikiliza ambacho kimekupa uchungu na kupotezea amani,
Basi kwa maombi ya leo, kwa sala ya leo, kwa mama yetu Maria siku ya leo, Mungu arudishe ile amani uliyopoteza. Akutazame wewe mtoto wake. Kama yule mwanamke aliyeteswa kwa muda mrefu kwa miaka 38 akitoka damu, mara baada ya kushika pindo la vazi la Yesu akapona. Yesu anamwambia, mwanangu, umepona, usiwe na msiba, nenda kwa amani. Sauti hiyo ikasikike kwako. Ninakuombea ukajifunze kutafuta amani kwa kila mtu. Si kila ugomvi ni wa kushinda. Usitafute kushindana na mtu. Ukiona hawakuelewi, waache washinde. Ndio maana tunaambiwa kasi wa Katoliki mara nyingi. Sema Katoliki unaweza kwenda kuwaeleza mambo ya imani nini ukagombana nao. Baadaye watakwambia utawaeleza na vifungo vya Biblia, lakini baadaye they know how to keep their peace. Utakwambia umeshinda. Basi hicho unachoamini amini, na mimi ninachoamini. Kuna wakati mwingine unahitaji kujieleza sana. Wapendwa, leo nimeongea lisali zima. Inatosha basi. Na mimi nitafute amani yangu. Sije nikawachosha hapa. Kasema leo Father ameongea sana. Ametupotezea nafasi. Basi kwa hiyo leo nia tulionayo ni hiyo ya kumwomba Mungu aendelee kutupa amani. Nimekumbusha ni sala ya mshale tuisali, lakini basi tukabidhi nia zetu tulizonazo siku ya leo katika kuliombea hilo. Ninawashukuru.